Kumbuka, Mungu alimwonyesha Musa na Musa akaziandika chini. So watu wa Mungu, ni kitabu ambacho vyote vinavyotokea pale vilikuwa ni agizo Mungu alimpa Musa moja kwa moja. Bila shaka watu wa Mungu, unaweza kushangaa. Utashangaa sana tutakapokuwa tunapitia sura moja moja. Utaona zile sadaka. Utaona jinsi ambayo palikuwa na nguvu kwenye ile sadaka ya damu. Lakini watu wa Mungu, ni mara ngapi unatumia damu ya Yesu? Damu ya Yesu ina nguvu kuliko damu zote, kwa sababu katika damu ya Yesu dunia yote imekombolewa. Ndio maana watu wa Mungu, mimi nimekuwa nikitoa mashetani hapa kwa jina la nani? Yesu. Na kwa damu ya nani? Yesu. Na kwa msalaba wa nani? Yesu. Huwa natoa mashetani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa msalaba wa Yesu, na kwa neno la nani? Kwa neno la Mungu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Sasa mtu wa Mungu, mambo muhimu katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Na kwanza nimesema ufunuo kwa Musa, Mungu kusema naye moja kwa moja. Ya pili ni upatanisho kwa undani, yani maelezo ya kina ya upatanisho ambayo ipo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16. Of course, hapo ndipo inaongelewa siku ya upatanisho kwa undani zaidi. Tutaiona tutakapofika kwenye sura ya 16 kitabu hicho cha Mambo ya Walawi. Na mimi nasema hivi, hiyo siku ya upatanisho, mara hii na kwamba nilifundisha mwaka jana, watu wengi sana ilikuwa na wapiga chenga. Nataka mara hii uielewe vizuri sana. Ukielewa, mimi nasema bila shaka utakaa vizuri. Hebu nione wageni, if you are a visitor. Umeona sasa wageni? Je, nikisema utuombee na mbuzi wa Zazeli, unaweza kaomba naye? Yeye anaweza, kwa sababu yeye alikuwa mtumishi. Yeye anaweza. Wewe unaweza. Lakini unaona sasa, tutapata pale kuona ya kuwa siku ya upatanisho palikuwa na wanyama wawili, moja alikuwa ni wa kafara, mwingine alikuwa ni wa kuondoka. So, juu tutaona pale. Tutaona jinsi Yesu alifanyika kuwa ni mnyama wa kafara, wakati yule mwizi, yule aliyefungwa, yule gaidi, nani? Baraba. Eti Baraba ndiye aliyekuwa mbuzi wa Azazeli, mbuzi wa kuondoka. Maana alikuwa ametenda dhambi, lakini akafunguliwa akaondoka. Lakini Yesu ambaye hakutenda dhambi, yeye akafa kwa ajili yetu. Umeona yule mbuzi wa kafara, ilibidi watu waweke mikono yao kichwani mwake, alafu dhambi zile zinuliziwe, ina maana ihamishiwe kwake, alafu anakwenda kufa kwa dhambi ambayo hajafanya nini? Hajatenda. Lakini huyu mwingine alikuwa ananuiziwa dhambi zile juu yake, alafu wanamuondosha, wanaenda kumpoteza kule jangwani. Lakini hebu ona ya kuwa uwezi kuelewa ya kuwa Yesu kumbe alifanyika kuwa ni mbuzi wa kafara, wakati Baraba alifanyika kuwa ni mbuzi wa Azazeli, mbuzi wa kuondoka. Lakini ndio maana ukisikia mtu hapa anaomba mahali, dunia inatikisika, dunia inashangaa. Ndio maana yule kijana anasema alipokuwa anaomba kule shuleni, watu wanashangaa maana atakapoomba akisema katika jina la mbuzi wa kafara. Umeona atakapoomba hivyo anasema kuwa huyu mbuzi wa kafara nani? Yesu kumbe pia ni mbuzi wa kafara. Niliwahi kuwa mmoja akasema, mchungaji, Yesu ni kondoo. Nikamwambia Yesu ni yote katika yote. Nikamwambia Yesu ni ng'ombe pia. Mchungaji, umeona sasa unakosea. Kumbuka ya kuwa siku ya upatanisho kuhani mkuu alikuwa anaingia kule kwanza na damu ya ng'ombe. Damu ya nani? Je, sasa hivi anaingia na damu ya ng'ombe? Ni katika damu ya Kristo. Kristo amechukua nafasi ya yule ng'ombe ambao damu yake ilipata
kupatanisha dhambi za makuhani. Lakini Kristo pia amechukua nafasi ya nani? Nafasi ya yule mbuzi wa kafara. Hebu ona sasa. Lakini usipojua mambo ya Walawi sura ya 16 huwezi kuelewa hivyo. Ndio maana shetani sasa hivi anahitaji vitu vipya. Yale maombi kila siku ya kuruka kitabu cha mambo ya Walawi mistari shetani amejua. Ndio maana shetani anasumbua watu. Toka na kitu tofauti, mwendee kwa jina la mbuzi wa kafara. Kuna wakati unaweza kusema Bwana, yale dhambi zote na tuika kila roho chafu iliyopo ndani yako, na kutwika dhambi zote na nakufanya ewe uwe ni mbuzi wa nini? Wa kuondoka, mbuzi wa Azazeli. Ondoka na dhambi zote kwa jina la mbuzi wa kafara. Yaani maombi au kiomba watu wanasika kesho. Yaani hata kama ulikuwa unasikia ibada yako naondoka sema Bwana, huyu Bwana ni mpinga Kristo. Lakini mimi nakwambia hivi, dunia inahitaji mambo tofauti. Huu mrejeo umejaa duniani. Yaani mtu akiomba yeye ni yale. Wakina fulani wanaomba hivi. Kila mtu hivyo. Dunia inahitaji mabadiliko. Sema mimi nabadilika. Kwa jina la Yesu. Maana shetani anahitaji mbinu mpya. Kwa jina la Yesu. Mchungaji, kwa nini mbinu mpya? Wacha nikwambie kwa nini mbinu mpya. Imeandikwa hivi, hekima na maarifa ni nini? Sema ni silaha bora kuliko maombi. Pigia Bwana makofi makubwa. Nasema ni watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho shetani anaogopa, mtu anayejua Biblia, anayejua ya kuwa vitabu vya Agano la Kale vinaongelea taifa moja Israeli, na vitabu vya Agano Jipya zote vinaongelea mtu moja, mwana wa Adam ambaye ni Kristo Yesu. Nasema hivi, kwa mtazamo huo najua kabisa kuwa tunapoanza kupitia kitabu cha mambo ya Walawi, bila shaka utakuwa na kiu ya kujua. Na mimi nakwambia kila sadaka nitakuwa nafundisha, lakini nitakuwa nafundisha pia ina muunganiko gani na Agano Jipya. When you are teaching somebody about the Old Testament, there must be a connection to the New Testament. Reference. You must tell us the difference. What we should put in practice and what not to put in practice. Umeona? Ndio maana duniani kote, usiwache mwanamke mchani kuishi. Usimwache mwanamke mchani kuishi. Wewe, kama mwanamke mchani shishi na wewe mzizi usiishi. Ishi. Kama mwanamke mchana shishi na wewe muongo usiishi. Kama mwanamke mchana shishi na wewe msengenyaji usifanye nini? Usiishi ufe. Maana mshahara wa dhambi ni nini? Pigia Bwana makofi makubwa. Kama unaishi mzinzi na mchana unahitaji kuishi, tumuombee aache uchawi, na wewe tukuombee aache uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, umejua wewe ni mchawi. Ni kweli, yawezekana ni mchawi. Wale hawakumwambia Yesu mchawi. Hawakumwambia natoa pepo kwa Beelzebul. Lakini hebu nikuulize, kama mimi natoa mapepo alafu mimi ni mchawi, basi ufalme wa Mungu umefanya nini? Umefitinika.